Naam, tumerejea tena kwa mara nyingine. Asante kwa kutuamini na kuendelea kuungana nasi. Hii ni Baragun Live na mimi ni Emmanuel Mwaka. Postela tamati ni saa 3 kamili asubuhi ya leo. Lakini katika sehemu ya pili, kama ambavyo nilikueleza hapo awali, tutakuwa na wageni wetu ambao tutakwenda kuzungumzia kuhusiana na mwongozo wa mavazi ya kikazi kwa wanahabari. Mwongozo wa mavazi ya kikazi kwa wanahabari, na ni furaha kwelikweli kuwa na wanafunzi kutoka Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Umma. Tuko na Tumpale Mwaijengo ambaye yeye pia ni mwanafunzi wa Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Umma SJMC. Karibu sana Tumpale Mwaijengo. Asante sana. Ndio, lakini tuko na kaka yangu hapa Evod Kiando ambaye naye ni mwanafunzi kutoka Shule Kuu ya Uandishi wa Habari ya Mawasiliano ya Umma SJMC, ambapo wote kwa pamoja wamekuja hapa kuzungumzia kuhusiana na kuwepo kwa mwongozo wa mavazi ya kikazi kwa wanahabari, na watatueleza hapa ni nini ambacho wamekiona sasa wakasema ipo haja ya kuja na mwongozo wa mavazi ya kikazi kwa wanahabari, lakini pia mwongozo huu utasaidia nini? Ndugu zangu, nitumie nafasi hii kuwakaribisha sana na hongereni na asanteni sana kwa kuja. Asante sana. Ndio, tukianza, kuna baadhi ya wanataaluma ambao wana mwongozo wa mavazi, lakini kwa sisi wanahabari bado tujawa na mwongozo wa mavazi. Ni nini msingi kwanza tuangalie wa ziara hii, lakini pia na kuja kutueleza kwamba ipo haja ya kuwa na mwongozo wa mavazi kwa taaluma ya uandishi wa habari. Karibu. Asante. Ndio. Kuna msingi mkubwa sana wa kuwepo kwa mwongozo wa mavazi kwa hii tasnia yetu ya uandishi wa habari, kwa maana ya kwamba kuna changamoto ambazo waandishi wenzetu wanakuwa wanazipitia pale wanapokuwa wanafanya majukumu yao ya kikazi, na changamoto mojawapo unakuwa ni labda kwa sababu hajavaa mavazi yanayostahili kulingana na eneo ambalo amekwenda kutekeleza hilo jukumu lake la kukava labda story au jukumu jingine ambalo linampasa la kiuandishi wa habari. Sasa kutokana na hizo changamoto unakuta anashindwa kufanya hiyo kazi yake, ni kutokana amevaa mavazi ambayo si sahihi kwa eneo ambalo ameenda kutekeleza hilo jukumu. Ndio maana tukaona kwamba kuna umuhimu mkubwa wa kuwepo kwa mwongozo wa mwandishi, kwa mwongozo wa mavazi kwa tasnia yetu ya uandishi wa habari. Lakini vile vile ni pia msingi mwingine ni kuongeza heshima kwenye hii tasnia yetu ya habari, kama vile ambavyo tunaona kwenye taaluma nyingine za wenzetu kama taaluma ya wanasheria, taaluma ya masuala ya afya na kadha wa kadha. Ukiangalia zimekuwa zinaheshimika kwa kiasi kikubwa, na sababu nyingine ukiangalia ni unaweza ukakuta pia ni kutokana, kuna namna wanaonekana kama, yaani kuna namna wanaheshimika kutokana na wenyewe namna ambavyo ukiwaona tu kimuonekano, jinsi walivyokuwa nadhifu, jinsi ambavyo wanaitambulisha taaluma yao. Sasa ni vile vile tukaona na sisi kwenye taaluma yetu ya uandishi wa habari kukiwepo na mwongozo wa mavazi kulingana na sehemu mtu ambapo anaenda kufanyia kazi, itakuwa ni nzuri, itatuongezea heshima kwenye taaluma yetu, lakini pia itatuwezesha sisi kuepukana na hizo changamoto za kwamba sometimes unashindwa kwenda kukava story, unakuta labda ni story ya bungeni au labda ni story ya sehemu ambayo inamtaji mtu avae mavazi official, lakini unakuta mtu kutokana na maendeleo ya teknolojia, mambo ya utandawazi, mtu anaamua kutokuzingatia, anaamua kuvaa kwa namna yeye ambapo anaona kwamba yuko comfortable bila kuzingatia kwamba naenda sehemu gani, naenda pahala gani. Kwa kutokana na hiyo ndio maana tukaona ni vyema na itakuwa ni busara kama kuwepo kwa mwongozo wa mavazi kwa hii taaluma yetu ya uandishi wa habari. Sasa na tufahamu kwamba umezungumza hapo mtoa mfano bungeni, lakini mwandishi huyu anagonga milango katika sehemu nyingi sana. Kweli. Ni kwamba mwongozo huu ndio ambao utamsaidia kwamba kuingia popote pale, kutokana na vikwazo. Kwa nini huyu mwandishi wa habari asipewe elimu ya kwamba ni kwa namna gani anaweza kuvaa mavazi ya kujisitiri wakati mwingine ambayo anaweza kumsaidia akaingia popote pale bila shida yoyote?
Asante, na kwenda moja kwa moja hapo tuone kwamba vazi ni sawa na lugha. Linamtambulisha Mavazi yetu yanazungumza japo hayana mdomo. Jinsi unavyovaa yanaweza katueleza wewe ukoje. Na mimi ninavyotumia maneno kuzungumza, nguo zangu zinazungumza kwa macho ya yule anayeniona. Kwa maana kwamba maeneo mengi, umetaja bungeni peke yake, lakini tuna maeneo mengi ya mikutano ya kimataifa. Tuna maeneo ya ikulu za nchi yetu au ugenini tunakotembelea kama waandishi wa habari. Kote huku watu wataanza kukuona kwanza kabla hawajazungumza na wewe. Kwa hivyo wanaweza kaelewa wewe ni mtu wa namna gani mbele yao kwa kukuangalia kwanza jinsi ulivyotokea na mavazi yako. Na tunaweza tukawa ni mashahidi wa mara kadhaa katika sehemu tofauti tofauti ambapo tumeona waandishi wa habari wakati mwingine wakizuiwa kufanya kazi zao kwa sababu wamebainika kwamba wamevaa ndivyo sivyo na mahali pale walipoenda. Na sio tu kwamba ile inawaondolea heshima ya kuthaminika kufanya ile kazi walioendelea kuifanya, lakini pia inakinyima chombo chake fursa ya kupata habari zilizoko pale. Chombo kimemtuma akafanya habari, lakini amefika pale amezuiwa kwa sababu ya mavazi. Ufundi anao, uzoefu na kazi anaijua vizuri, lakini jinsi alivyovaa, wale wenyeji wake wanaona kwa hapa mahali petu hatuwezi kukuruhusu mwingine ufanye kazi hii. Mara nyingi unakuta labda kijana ameenda kwenye kazi za habari, ana jinsi zake zimechanwa au ana mavazi ambayo hayana viashiria vya usalama unaotosheleza kufanya kazi kwenye eneo kama hile, hana jacket labda za habari na vitu vingine ambavyo kiuandishi ni mavazi muhimu. Sasa hayo yote yanawafanya wale wenyeji waone huyu haendani na mazingira yetu. Japo zile nguo alizovaa mahali pengine ni nguo nzuri, anaweza kuzitumia bila shida, lakini yeye kwa nafasi yake kama mwandishi wa habari na pale maeneo alipoenda kukusanya habari zake, wakiangalia wanaona alivyotokea sivyo. Mathalan ulivyosema bungeni au ikulu au kwenye mikutano ambayo wakuu wa nchi wanaiendesha, huwezi ukaenda na mavazi ambayo ni jinsi nzuri safi lakini imechanwa ukaruhusiwa kuingia. Sasa tukachunguza kwenye wakati huu tulipokuwa kwenye mafunzo yetu, tukaona kwamba moja ya tatizo ni kwamba sekta hii ya habari haina mwongozo unaowaambia wanahabari kwamba toka wanapokuwa mafunzoni wakae wakijua kwamba wanapokuja kufanya kazi zao baadaye wazingatie mavazi haya na haya na haya kwenda mahali hapa na hapa na hapa ili waweze kufanya kazi zao vizuri. Kama ulivyokwisha kutaja mwenyewe, tasnia zingine kama wanasheria, ukienda mahakamani toka unasoma mafunzo yako ya sheria utajua kwamba ukija kwenda mahakamani unatakiwa uvae hivi na hivi na hivi. Kinyume na hapo hawatakuruhusu kuingia na kuendesha kesi zako. Na ukiingia kwa milango ya nyuma lazima watakutoa kwamba haujawa inavyotakiwa. Sasa ni muda mwafaka kwetu, na nadhani hatujachelewa kuanza kuzungumza jambo hili, na ni muda mrefu hatuna, lakini tunaweza tukatumia muda mfupi sana kulizungumza na kufikia mwafaka kupitia vyombo vya maamuzi vya kisekta, vikao halali vya wanahabari, wakajadili jambo hili na kulifikia tamati kwamba tuwe na mwongozo wa mavazi mahali petu pa kazi. Na tunavyozungumza sisi hapa si kwamba huu mjadala tayari umepelekea mwongozo kuandaliwa. Ndio tunataka mjadala huu utembee mahali pa chombo kimoja hadi chombo kingine, kwa mwanahabari mmoja na mwanahabari mwingine, ili sote kwa pamoja tuzungumze na kuona kuna haja ya kuwepo kwa mwongozo huu ili tuendelee kuwa salama tunapokuwa katika mazingira yetu ya kazi, kwa kuonekana kwetu na kwa kuwa salama kwa kuvaa yale mavazi ambayo yanahusu usalama wa afya zetu na wale ambao tunakuwa nao katika kufanya kazi. Ndio. Ni jambo zuri, lakini je, tumeangalia katika upande wa pili. Kwa mfano,
tumeangalia kwamba mwanahabari huyu anapoenda kukava story habari sehemu fulani za kibunge, maeneo tofauti tofauti, utambulisho wake kwa mavazi unaweza ukamsaidia. Lakini wanahabari hawa ukitazama, wamekuwa wakikumbana na changamoto mbalimbali, wakati mwingine za kutengwa, kutopewa ushirikiano, na wakati mwingine wengine kupigwa mpaka kuumia. Tumeshuhudia hilo. Na tukienda huko field, wakati mwingine kuna nyakati ambazo hata kitambulisho chako inabidi ukifiche sasa. Nadhani mnanielewa. Kuna sehemu tulienda huko, sasa ikabidi kila mtu atumie mbinu yake ya kupoteza ushahidi utambulisho wake kwamba hawa ndio wamekuja. Sasa kwenye maeneo kama hayo, si mtalazimisha huyu hata mavazi au utambulisho wa mwongozo wa mavazi, huyu mwandishi wa habari auvue sasa, aweze kujiokoa kulingana na changamoto ambayo imemtoka. Kwa sababu wakati unatafuta habari, sio wote ambao wanapenda ile habari itoke nje iende. Sasa kuna nyakati ambazo natamani hata usijue, linapotokea tatizo ndio unaonyesha ID yako kwamba mimi ni mwandishi wa habari. Kweli. Ndio. Sisi tulipokuwa tuna tathmini huu mwongozo wa mavazi kwa waandishi wa habari, tulikuwa tumefocus sana kwa upande mkubwa wa zile changamoto ambazo maeneo yale ambayo mwandishi wa habari atashindwa kuyafikia au atashindwa kutekeleza majukumu yake kulingana na mavazi ambayo amevaa. Yaani sehemu ambazo mavazi yanaweza yakawa ni kikwazo kwa yeye kuweza kutekeleza majukumu yake. Lakini kwa inapokuwa inatokea changamoto kama ambazo wewe hapo umeelezea, sidhani kama tukisema tuangalie tu kwa hizo changamoto ndo tutoe hiyo wazo la kwamba kuwepo kwa mwongozo itakuwa ni kitu kizuri, kwa sababu changamoto zipo kila sehemu, lakini tunapimisha ni wapi panakuwa ni pakubwa zaidi. Kwa sisi tukaona kwamba kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwepo kwa mwongozo, despite of kwamba kuna hizo changamoto nyingine sehemu zingine ambazo mwandishi wa habari inabidi asijidhihirishe wazi kwanza mpaka pale kutakapokuwa kuna uhitaji mkubwa yeye kujitambulisha kwamba mimi ni fulani, nafanya kazi kwenye media fulani. Sawa. Na kwa nyongeza pia ni kwamba tunapozungumzia mwongozo wa mavazi mahali pa kazi kwa wanahabari, hatuzungumzii uniform. Okay. Sawa. Sio kuvaa sare kama wanajeshi au kama wanasheria au kama walimu wa shule, wanafunzi wa shule za sekondari, au kwamba huyu ukionekana labda hatumaanishi hizo sare. Tunamaanisha uvaaji wa mavazi yanayokubalika mahali pa kazi. Hivyo ulivyovaa wewe, nilivyovaa mimi, hakuna sare hapa. Ndio. Lakini tunasema kila mtu alivyovaa anakubalika kuwepo kwenye eneo lake la kazi. Kwa sababu mavazi haya yamemstiri kwanza, lakini yanamjengea heshima. Na yanamfanya akubalike kusimama mbele ya jamii yoyote. Na kwa mantiki ile yanakupa heshima wewe, lakini yanakipa heshima chombo chako. Sasa tukirudi kwenye wasiwasi wako kwamba kuna wakati ukivaa mavazi yanayokubalika katika mwongozo wa kihabari unakuwa kwenye hatari, maana yake umekuwa na mawazo kwamba hawa wanahabari wanakuwa wamevaa uniform zinazowatambulisha kwamba hawa ni wanahabari. Ni kweli, kwa upande mmoja tukubali kwamba moja ya mavazi ambayo tunashauriwa kuyatumia hasa kwa ajili ya usalama tunapokuwa kwenye matukio, utafutaji wa habari za kimatukio, ni press coats au press jackets, ambazo huwezi ukaivaa jaketi ile bila kuwa imeandikwa press. Kwa yeyote ambaye anajua maana ya press atajua huyu ni mwanahabari. Kwa kama anania ovu dhidi ya wanahabari, ni dhahiri kwamba atafuata hilo jaketi lako lililoandikwa na kufanya hiyo nia yake ovu kwako. Lakini turejee aliposema Tumpale kwamba kuvaa lile vazi ambalo kihabari ni vazi muhimu, madhara yake ni machache sana kuliko kutokulivaa. Kwa sababu usipolivaa na ukavaa badala yake nguo ambazo zinakuunganisha wewe na watu wengine wasio kwenye majukumu ya aina yako, kunapokuwa na
mikusanyiko au ukusanyaji wa habari kwenye matukio yenye hatari inapelekea hata wale wanaosimamia usalama wa eneo hilo wasikuone wewe kama ni mtu ambaye si hatarishi kama wale wengine ambao labda wako hatarishi pale. Wewe unafanya kazi za uandishi lakini hujavaa kitambulisho, vazi la kutambulisha, lakini umevaa nguo zinazofanana na wale ambao ni hatarishi kwa eneo lile. Kwa na wale wanaosimamia usalama watakuona wewe ni kama wale, kumbe wewe uko kazini na kazi yako ni ya muhimu sana sana, hata kuwasaidia sio tu wananchi wa kawaida, lakini vyombo vingine viweze kufanya kazi zao kesho na kesho kutwa. Kwa unapokuwa nadhifu na kuwa na vitambulisho na kuwa na vazi linalokutambulisha wewe ni nani, inakusaidia pia wewe kuwa salama kwenye baadhi ya matukio ambayo ni mengi kuliko yale ambayo yanayokuhatarisha. Kwa mbele ya wanahabari leo hii sisi tunawaambia hakuna jambo ambalo ni zuri kwa 100%. Linaweza kuwa na dosari kwa 2%. Kuna matukio moja kati ya 10 unaweza ukapata changamoto kwa sababu watu wamekutambua wewe ni mwanahabari kwa jinsi ulivyovaa. Lakini katika matukio yale yaliyobaki 9 umepata manufaa kwa sababu ulivyovaa, kila ulipoenda ulitambulika kwa urahisi, ukaheshimika, ukathaminika na ukaruhusiwa kufanya kazi zako vizuri bila kikwazo kama Tumpale alivyoeleza. Kwa hiyo umuhimu wa kuwepo kwa mwongozo wa mavazi ni mkubwa kuliko zile hatari chache ambazo zinaweza kuwafanya watu wasipende kuvaa hayo mavazi. Kwa hivyo bado tunawashawishi wanahabari waingie kwenye huu mjadala na kuona ni muhimu kwamba tufikie wakati kama sekta zingine zilivyo, tuwe na mwongozo rasmi utakao tuambia unapoenda kazini vaa hivi, unapoenda kwenye tukio la aina hii vaa hivi, ukienda mpirani kuandika habari za mpira unavaa hivi, ukienda kuandika habari za kivita unavaa hivi, ukienda kuandika habari za kawaida maofisini utavaa hivi. Huo ndio mwongozo tunaozungumzia. Habari za mtaani huko unavaa hivi. Nadhani nitakuwa nimekuelewa. Haina maana kwamba mavazi haya yawe na utambulisho fulani. Kwa mfano, tumetolea mfano wanasheria. Ndio. Unapenda mahakamani. Utajua tu kwamba yule Ni mwanasheria. Kwa sisi tunaweza tusiwe kule. Lakini tukawa kwenye mavazi ambayo sehemu yoyote unaweza ukaingia na ukapokelewa na kufanya kazi. Sasa hapo nadhani tunaenda sawa. Ni kweli tumeshuhudia mara kadhaa waandishi wa habari wanampokea mgeni wa aina fulani, walivyovaa ni tofauti na mgeni alivyovaa. Sahihi kabisa. Si umenipata? Sahihi kabisa. Akija waziri kwenye mambo ya kikazi, natolea mfano wa waziri wa sheria na nini na nini, ana mkutano. Hatutarajii kwamba waziri pale akienda kwenye tukio atavaa jinsi labda na yeye imechanika. Hapana. Kuna namna ambavyo waziri atavaa mavazi rasmi ya kikazi ya shughuli. Lakini huyo waziri akienda kwenye marathon tutashangaa tukimwona amevaa suti. Ile vazi litakuwa sio rasmi kwa ajili ya marathon. Mazingira ndipo haya hapo ambapo tunasisitiza kwamba mwongozo huu utatueleza vazi hili ni muhimu kutumika mahali hapa. Ndio. Na ndio maana tukasema hatupendekezi sare. Sasa tukasema kwamba hakuna vazi baya duniani hapa, hakuna vazi lolote ambalo ni baya. Kila vazi ni zuri kulingana na mahali linapotumika na wakati linapotumika. Hiyo tracksuit ukiwa kwenye marathon ukavaa tracksuit na raba, uko vizuri kwa ajili ya tukio lile, safi kabisa. Lakini hivyo ukaondoka ukaenda kwenye mkutano pale AICC na raba na tracksuit na ni mkutano wa kimataifa, tutasema hauko sawa kwa kiongozi. Sasa mwandishi huyu yeye anaona niko kwenye marathon nimevaa tracksuit na hii tracksuit ndio nitaenda kupigia picha kwenye mkutano wa waziri mkuu ambaye anahutubia AICC. Na hii tunavyozungumza si kama ni nadharia tu za kusadikika. Tumekuwa binafsi nimeshuhudia kwa macho yangu katika mikutano
ambayo nimehudhuria AICC, ni mkutano ambao ulikuwa ni mkuu wa nchi mmojawapo anahutubia. Mwandishi wa habari kwa makusudi kabisa anakuja amevaa sandals na jinsi yenye kukatwakatwa na t-shirt na begi kama la kuendea shule kubwa tu liko mgongoni. Of course lina vifaa vyake vya kazi nzuri, kamera zake safi ziko huko, lakini hakuruhusiwa kuingia kufanya ile kazi ukumbini kwa sababu jinsi alivyovaa aliwapa mashaka watu wengine wanaohusika na ile shughuli, kwamba huyu kweli anakuja kwenye shughuli ya mkuu mmoja wapo wa nchi hivi, wakati mkuu mwenye mkutano yuko na tai zake safi na suti zake safi na kiatu chake kinang'aa, lakini huwezi ukaenda kumpiga picha pale mbele. Una sandals, una t-shirt, una suruali ya jeans ambayo imechana na huku imebana sana kama chupa. Na hatumaanishi kwamba hii suruali ni mbaya. Kuna mahali angeivaa na hizi sandals ingekuwa sawa kabisa. Yeah. Lakini kwa tukio lile aliloenda alionekana kwamba kwa sababu lazima tuonekane wewe ni kituko. Kabisa, na ndio maana alizuiwa hakuweza kufanya kazi. Sasa na ni jambo zuri sana kwa kweli, na ni mwongozo mzuri. Nadhani iko haja ya kuwa na mwongozo, kwa sababu sio wewe tu, mara kadhaa sisi tumeshuhudia hata wanahabari wakati mwingine baada ya nyinyi mnaanza kuona aibu, wanasema huyu mwenzetu namna gani. Unadhifu ni jambo la msingi zaidi. Kwa nini mjadala huu wa mwongozo wa mavazi kwa wanahabari umekuja hivi sasa? Kwa nini? Huu mwongozo tumekuja nao hivi sasa, kwanza kabisa kwa sababu sisi ni watu ambao mwanzo tulikuwa tuko na taaluma nyingine. Kwa hiyo sasa kuanzia mwaka jana ile mwishoni ndipo ambapo tulijiunga na hii taaluma ya uandishi wa habari. Kwa kipindi ambacho tulikuwa tunapata mafunzo kule darasani, tulikuwa pia tunapata nafasi za kwenda kutembelea baadhi ya media mbalimbali. Pia ndo kipindi ambapo tulikuwa tunapata wasaa au muda wa kuweza kuangalia wenzetu ambao tayari wapo kwenye field wanafanya vitu gani. Tunajaribu kuangalia wenzetu wanakuwa wanapitia changamoto gani. Sasa kipindi ambacho tulikuwa tunafanya hizo observation mbalimbali, ndipo ambapo tulipoweza kuja na mjadala kuna umuhimu wa kuwepo na huo mwongozo wa mavazi kwa waandishi wa habari, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo sisi tulikuwa tunatamani kuweza kuviona. Kwa mfano kama unakuta kuna labda ni mwandishi wa habari wa mambo labda ya entertainment, labda anafanya kipindi cha wasanii burudani, ndio burudani, labda anafanya kipindi cha namna hiyo. Sasa mwandishi wa habari, yani tunatamani kuona tofauti kati ya msanii na mwandishi wa habari wanapokuwa kwenye iko kipindi, kwa sababu kuna baadhi ya vipindi vya namna hiyo, yani unashindwa kujua hapa msanii yuko wapi na mwandishi wa habari yuko wapi, kwa namna ambavyo walivyo. Unaona msanii ameweka nywele ameweka hivi, amevaa suruali zimechanika, ukimwangalia na mwandishi wa habari yani huoni tofauti. Sawa, ile ni kipindi cha burudani, tunakubali ni kipindi ambacho lazima mwandishi wa habari atajaribu kuonyesha uhalisia, lakini haimlazimu yeye yani kuvaa sasa kabisa kama yule msanii. Anaweza akavaa mavazi ya kawaida, sio official ile sana, lakini kuna namna inatakiwa yani kuwepo na mipaka, kuonekane kwamba huyu ni mwandishi wa habari wa burudani, lakini huyu ni mgeni ambaye ni msanii. Kwa hiyo tulikuwa tunatamani picha ya namna hiyo, ndio maana tukaamua kwamba tuje na huu mwongozo tuhamasishe wadau wote wanaohusiana na mambo ya hii tasnia ya uandishi wa habari pamoja na waandishi wa habari wenyewe waone kuna haja ya kuwepo na mwongozo wa mavazi kwa tasnia ya uandishi wa habari. Sawa. Swali zuri pia tulipokea kwa mikono miwili kwamba kwa nini sasa, kama nilivyosema mwanzoni, hakuna jambo ambalo linakuwa limechelewa kabisa. Inawezekana hatukuleta mapema, au inawezekana waliokuwepo huko nyuma hawakuona tatizo, labda tatizo lilikuwa ni dogo. Lakini kwa sasa tunaona tusipoanza kujadili, tusipoanza kuzungumza, tusipoelekea kwenye huu mjadala, tunaweza tukakuza tatizo ambalo tunaliona. Mavazi yanatokana na fashion. Kusambaa kwa mavazi na kutumika kwake kunaendana pia na teknolojia.
teknolojia ya sasa kwa kizazi hiki tulicho kinapeleka kwa kasi sana fashion au mitindo ya mavazi na matumizi yake, na mengi yameingia pia kupitia vyombo vya habari. Kwa tunaona tusipokuwa na huu mjadala, vyombo vyetu vya habari vitaenda kuzidiwa na hii kasi ya teknolojia yenye kusambaza fashion, na waandishi wa habari nao ni sehemu ya jamii, wataingia na haya mavazi kwenye mazingira ya kazi kwa sababu wanayaona ndio yanapendeza, na wakivaa huko mtaani wanaonekana wamependeza, ndio anaenda hata kazini pale hivi hivi nikaonekana nimependeza, bila kujua kwamba yale mazingira ya kazi yake yanahusisha watu tofauti tofauti. Kuna watakaoona amependeza na watakaoona kwamba kaa pale alipo hapana. Kwa hivyo muda huu ni mwafaka ili tuanze kudhibiti kwamba haya mavazi yanayopendeza ukiwa mahali pengine hayatakiwi kutumika kila mahali, na kwa kasi inavyoenda lazima tuanze mjadala utakaopunguza hiyo kasi ya kuingiza haya mavazi kutumika kwenye vyombo vya habari. Lakini jambo la pili ambalo ni kuu zaidi, kinchi ni kipindi ambacho kiko kwenye ujenzi na ulinzi wa hadhi ya tasnia ya habari, professionalization. Na unafahamu kwa muda mrefu fani hii au tasnia hii ya habari ilionekana kama ni kazi yenye ukanjanja mwingi hivi, yeyote anaweza akaingia akafanya anavyotaka kwa namna ambayo hajali anaweza kumkanyaga mwenzie, anakanyaga heshima ya chombo cha aliyempa hiyo kazi bila kujali sana. Sasa tunapokuja kufanya urasimishaji wa sekta, kwa maana taaluma iliyoko kichwani mwako iendane na kazi unayofanya, sasa tunaondoa wale ambao hawafanyi kazi kwa sababu hawakuwa na taaluma stahili za kufanya hii kazi. Tumeona jitihada zinazofanywa na mamlaka zingine, JAB na wengineo, kufanya hii fani ya kazi iheshimike kupitia viwango vya elimu, lakini utagundua kwamba elimu peke yake haitoshi kufanya hii tasnia iheshimike na kuwa kwenye kile kiwango tunachosema sasa is a real profession. Kuna maadili yanaingia hapo, na mavazi ni sehemu kubwa sana ya maadili. Kwa hiyo wakati jitihada zingine zinafanyika kuifanya hii tasnia iwe rasmi sana, iwe ni profession inayokubalika kama zilivyo profession zingine, basi mavazi pia ni sehemu mojawapo. Kwa hiyo hii inakuja kushadidisha jitihada zingine zinazofanyika na mamlaka zingine mahali pengine. Kwa wakati huu inatakiwa vita ikipiganwa huku na huku, adui ni rahisi sana kushindwa. Sasa adui wa hii tasnia ni ule mmonyoko wa heshima, maadili na hadhi ya wanahabari kukaa mahali pake pa kuthaminika kama inavyotakiwa. Sawa sawa. Kwa hivyo mavazi tunaamini kwamba yakidhibitiwa ipasavyo, yakatengenezwa kuwa yanatumika kwa usahihi unaostahili, yanaweza yakasaidiana na mbinu zingine zinazoijengea heshima tasnia hii kufikia yale mafanikio yanayokusudiwa kwa haraka zaidi. Na mwanahabari akipita mahali popote, hata kama hatasomeka kwamba mimi ni mwanahabari, lakini alivyovaa atasema yes, huyu ni mtu sahihi, na akionekana anafanya kazi anasema kweli huyu anastahili kufanya hiki anachokifanya na anakitendea haki. Ndio. Na tangu mmeanza mjadala huu wa mwongozo wa mavazi kwa wanahabari kwa ujumla, najua kuna sio wanahabari tu ambao wanapaswa kupokea, kuna wadau wa habari, wananchi wenyewe ambao ndo walaji wa habari zetu. Umepokelewaje kwenye jamii? Kwa sababu hii pia ni moja ya project ambayo tunaifanya darasani. Tumekuwa tukijaribu kufanya interview, mahojiano mbalimbali. Tumefanya kwa baadhi ya waandishi wa habari wenyewe, tumefanya kwa wadau, lakini pia hata kwa wanajamii. Kwa hiyo kupitia hayo mahojiano ambayo tumeyafanya, kuna baadhi ya watu ambao wanaona kwamba hii idea ya kwamba kuna umuhimu wa kuwepo kwa mwongozo wa waandishi wa habari, wanaona kuwa ni kitu kizuri. Kwa sababu kuna baadhi ya wanajamii wenyewe wanaposema kwamba mwandishi wa habari labda anapokuja kwake, labda unakuta huyo ndio source kwa mwandishi wa habari, anapoenda kwake pia kuna watu wamesema kwamba wanamwangaliaga pia na muonekano. Kupitia ule muonekano wa mwandishi wa habari ndio unampa uhuru yule source au chanzo cha habari kwa mwandishi wa habari kuweza kukupa ushirikiano mzuri, hata yeye kuweza kukuamini kwamba
huyu kweli ni mwandishi wa habari, kwa sababu sasa hivi kutokana na haya maendeleo ya teknolojia, kuna simu, kuna masuala hayo ya mitandao, internet. Kwa hiyo watu wengi wanafanya hii kazi ilhali hawana vyeti, au hata wengine hawapo kwenye media, ila kutokana na hizi simu nini, watu wanatengeneza content wanatupa. Kwa hiyo wanajamii wengine wamesema itakuwa ni nzuri zaidi kuweza kuamini waandishi wa habari kupitia muonekano tu. Mtu inakuwa ni rahisi kuweza kumwamini na hata kutoa ushirikiano mzuri kutokana na hiyo story au hiyo kazi ambayo ameenda kuifanya. Sasa eneo hilo pia tumepata maoni ya wananchi wa kawaida ambao sio wadau au sio wanahabari, kwa maana ya kwamba sio watumishi au sio wamiliki. Maoni yaliyotoka kwa wananchi wa kawaida wanasema kwamba tunapoangalia kwenye runinga au tunapokutana nao kwenye maeneo mbalimbali, wanahabari wakifanya kazi zao, tunatazamia wawe kwenye hali fulani ambayo wanakaa kwenye nafasi ya kuwa kioo cha jamii. Sababu wanahabari wengi wanakutizama unapokuwa kwenye runinga, hasa kwenye eneo la wanahabari wa television. Unaonekana na mamilioni ya watu walioko nyuma ya runinga hiyo. Wanapokuona wengine wanakuiga jinsi ulivyovaa. Kwa ukiwa mvaaji wa isivyo, kuna watu nyuma yako watakuiga jinsi vile unavyovaa, watakufuata, wataona ndio ilivyo sahihi. Sasa ukipotosha na wanaokufuata watapotoka. Kwa hiyo wakasema tunapenda mwanahabari aonekane amevaa vizuri, kwamba amejisitiri yeye, lakini pia anakuwa amekisitiri chombo, na hata sisi huku tunaompenda yeye tunakuwa hata tukivaa kama yeye, maana yake tunakuwa tumesitirika, na watoto wanaokufuatilia wakiiga uvaaji wako nao watakuwa wanaendelea kupenda kuvaa kwa kusitirika. Kwa hiyo yapo maoni ya wananchi wa kawaida wanaopenda kuwaona watu waliovaa vizuri, na kuna watu unaweza ukawafanya wakae kwenye runinga kuangalia kwa sababu wewe pale umependeza kwa muonekano, lakini ukivaa vinginevyo, kuna mtu mada unayoiendesha pale ni nzuri, lakini kwa sababu umevaa asivyopenda ataondoka kwenye runinga. Maana yake ni nini? Utakuwa umemkosesha mwenye chombo chako watazamaji ambao anawahitaji kwa sehemu kubwa sana ili aendeshe biashara yake ya chombo cha habari. Kwa hivyo uvaaji ni kama kufanya masoko. Mwajiri wako wewe mwanahabari atanufaika kutokana na unavyovaa vizuri. Watazamaji watakaa pale kwenye runinga kwa sababu hawakwaziki na jinsi unavyovaa. Sasa tukiwa na watangazaji au waendeshaji wa vipindi 2, 3, 4 kwenye chombo au kwenye vyombo vingi, manake tunafukuza watazamaji wasiopenda aina ya uvaaji ulio nadhifu, unaokubalika. Hatumaanishi kwamba utawavutia watu wote 100, kwa sababu inawezekana umevaa shati na tai, mwingine angependa uvae kanzu, mwingine angependa uvae t-shirt. Sasa ni wachache ambao hawatapenda kitu ambacho kinakubalika na walio wengi. Sisi tunataka kuwashawishi wanahabari waione, na ndio maana tumesema tuzungumze. Katika kuzungumza tutaona ni wepi wanasema nini. Mimi na Tumpale hatuwezi kuamua tukakaa hapa tukaandika kwamba huu ndio uwe mwongozo wa mavazi. Ni wanahabari wenyewe wote wakutane kwenye mikutano yao, kwenye vikao vyao vidogo vidogo, kwenye vyombo vyao vya habari, kwenye vikao rasmi vya kimaamuzi. Waone maoni ya kwao kwanza yanawapendeza wafanye vipi. Alafu tutaenda kutafuta na wadau wetu wananchi wa kawaida. Tutaangalia wahariri wanasemaje, tutaangalia wamiliki wa vyombo vya habari wanasemaje, na katika maoni ya awali tuliyoyapata, wamiliki wanausapoti mpango huu. Kwa maana wanaona na heshima kwenye vyombo vyao, na wahariri ni waandishi wa habari. Kwa nao hasa kwa ukongwe hadi kufikia kuwa mhariri, manake ni mtu amekuwepo pale kwa siku nyingi. Tuna kizazi cha zamani. Kwenye maoni tunayoyatafuta tumetenga. Tuna wale wanahabari wakongwe, wana mitazamo yao walivyokuwa wanavaa zamani, na tuna kizazi kipya cha wanahabari wa sasa
ambavyo ukiwauliza nao wanasema mambo hayo bwana, wewe unataka tuwe tunavaa suti, na ndio maana tukasema kikubwa sio uniform. Hatusemi wote wavae suti, mashati na tai, lakini wavae inavyokubalika. Ipi itakayokubalika? Sasa hawa wakongwe na wapya watakaa pamoja kwenye vikao vyao vya maamuzi, waanze kujadili, wafikie hatima kwamba tukivaa hivi sisi wa zamani na nyinyi wa kizazi kipya na wananchi ambao sio wanahabari kabisa wanaotutizama, wote tutakuwa na amani ya jinsi mavazi yetu yalivyo. Hiyo ndio itakuwa njia bora na ndio mwongozo wenyewe wa wanahabari kutokea mbele. Sawa sawa. Sasa kwa mjadala huu, katika mtazamo wenu, ninyi mnaona angalau huyu mwanahabari, kwa sababu picha mnayo tayari na nyinyi ndio mmeenda field, mmekuta changamoto ambazo zimeonekana kama ambavyo mmezungumza hapo, vijana ambaye alizuiliwa mara baada ya kuonekana mmevaa ndivyo sivyo na wale walioko ndani, na kwa bahati nzuri katika baadhi ya mikutano wanatoa maelekezo kabisa namna kuvaa. Hata Ikulu pale na namna ambavyo unapaswa kuvaa ndipo ruhusiwa kuingia Ikulu. Kwa mtazamo wako wewe, ni na dada anataja kutuzungumzia hapo kwa upande wa wanawake, niambia tu kwa mfano kama mimi nilivyovaa, wanahabari tu kwa mtazamo wako kaka, wewe angalau wanahabari wa kiume wavaaje? Ni kweli katika mwelekeo wa fikra zetu tunazofikiri mwongozo lazima uje useme ni kubainisha kati ya mavazi yatakayofaa kutumiwa na waandishi wanaume na wa kike. Japo yapo mengine yanayoweza kutumika kwa pamoja kwa pande zote mbili, lakini kwetu sisi wanaume sehemu kubwa sana ambayo tunatizamwa na inayotuangusha ni kwenye suruali zetu na mashati yetu, ambayo ni vazi la kawaida kwa mwanaume yeyote. Ukitoka hapo, mwingine ataenda kwenye t-shirt, mwingine ataenda kwenye kaptula, lakini hatutegemei kwamba mtu aje kazini hapa ofisini ana kaptula na t-shirt. Of course hatashindwa kushika kamera afanye kazi zake, hatashindwa kushika mic atangaze, hataweza, na ujuzi anao kichwani. Lakini ukija nyuma ya hilo pazia kimaadili, tunasema mtu ameichukuliaje hii sehemu ya kazi. Kwa hivyo tunadhani tuwe na viatu vizuri vitakavyokubalika kuvaa kazini, tuwe na suruali nzuri, tuwe na mashati mazuri ya kukubalika kuvaa kazini. Kama ni suti, ni suti za namna gani? Kama ni t-shirt, ziwe t-shirt za namna gani? Kama tulivyoanza kusema, kama ni siku ya Ijumaa tunafanya na michezo, tunaweza tukakubaliana kwamba siku gani waandishi tuvae vipi, lakini mavazi hayo yawe yenye kumstiri mwanaume kwa jinsia yake ya kiume. Na kama ulivyodokeza, kwenye baadhi ya taasisi ambazo zimeshaanza kuwa na hii miongozo, tulitaja wanasheria na madaktari wengine, lakini ukienda kwenye ofisi za umma serikalini, haijalishi ni mwanasheria au ni afisa mahusiano, tayari kuna miongozo inayosema kwa watumishi wote bila kujali elimu yako, na imebandikwa kwamba wanaume mvae vipi, wanawake mvae vipi. Lakini kwetu sisi wa baba, mimi kama ulivyoniuliza, tusingependa tuwe na uhuru wa kuja kazini na sandals unayotaka au unayokusi. Tuzungumze kuwa na kiatu kizuri, suruali nzuri, shati nzuri, au suti gani nzuri, nadhifu, tai zetu ziwe vipi. Tukiwa kwenye mazingira ya kazi, kila mtu aseme kweli huyu amekuja kazini. Shukrani sana. Kwa dakika moja twende kwako dada yetu Tumpale. Okay. Japokuwa sasa wanahabari wanawake wanakutazama na kukusikiliza hivi sasa. Sasa kwa upande wetu sisi naona kama ndo changamoto ni kubwa sana kuliko hata kwa upande wa kiume. Hasa kwa upande wa kike, hususani kwa mavazi, kwanza tunategemea avai kulingana na pahala alipo ambapo anafanyia kazi na pia wakati ambao ameenda kufanyia kazi. Kwa maana kwa mfano kama yupo maeneo, kwa mfano kama kipindi hiki, sitarajii kwamba atavaa nguo ambayo mfano kama ni blouse, basi blouse labda ndo zile ambazo zinakata mabega hapa, yani inamuonyesha
eneo la huku la juu. Yaani kuna namna anatakiwa avae kulingana na sehemu alipo, au kuvaa nguo ambayo inambana sana kiasi kwamba inamchora maungo yake, sidhani kama hiyo ni sahihi. Lakini pia kuvaa nguo ambazo unakuta ni fupi sana, unakuta mwandishi wa habari kavaa kisketi kama ni kinini kifupi, hiyo pia sidhani kama ni sahihi kwa upande wa mwandishi wa habari wa kike. Lakini nadhani ni hivyo, kuvaa nguo tu ambaye si fupi sana, lakini pia kuvaa nguo ambaye haimchori sana maungo yake au kumwacha maungo yake wazi. Shukrani sana. Sawa sawa. Mimi ni washukuru sana. Hawa ni wanafunzi kutoka Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Umma. Asante sana kwa kuja Tumpale Mwaijengo. Shukrani sana pia kuja kakaangu Evod Kiando. Wote hao ni wanafunzi wa Shule Kuu ya Uandishi wa Habari na Mawasiliano ya Umma hapa nchini Tanzania, SJMC, na tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na mwongozo wa mavazi ya kikazi kwa wanahabari. Hili swali sitauliza hapa hewani, nikitoka hapa tauliza, je, mimi hapa mwanionaje? Au nimemharibia mwajiri wangu? Watazamaji mmenikimbia huko. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, asante. Tutarejea baadaye kukutana na wahariri, endelea kuwa nasi.